kwa dhoruba. Yesu akasema kila mtu asikiaye maneno yangu na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Dhoruba ikaja, upepo ikapiga nyumba ile, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwa Yesu Kristo, mwamba mwenye imara. Hii dunia dhoruba inakuja, matatizo yanakuja, masumbuko yanakuja. Wale ambao watasimama ni wale ambao msingi wao ni kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ninaomba kwa neema ya Mungu usimame, usianguke. Leo somo letu la kwanza limetoka kwa kitabu cha Ayubu. Ayubu 38. Nataka nikwambie dhoruba ya maisha ikikuja, kuna watu wanaanguka na kuna wale wanasimama. Dhoruba inakuja kwa namna tofauti. Saa zingine ni kukosa. Kukosa wanasema kutamba. Kutamba. Yaani amekosa. Siku moja nilikosa school fees. Dhoruba ikakuja, nimeitwa kuhubiri lakini sina school fees. Na kuambia principal akatangaza. Akasema Jumatatu kama utakuwa na school fees utaenda. Basi mimi dhoruba ikaja, nikasema Mungu uliniita, kwa nini sina school fees? Lakini nikaamua kusimama kwa Mungu na maombi. Nikasema Mungu, najua utafungua. Ilikuwa Alhamisi, nikapata mtu anaenda Eldoret. Mimi nilikuwa nimebakia na shilingi 200 between me and poverty. Kati ya mimi na umaskini nilikuwa nimebakia na shilingi ngapi? 200. Kwa hiyo nikamwambia, mimi najua hii pesa haitanifikisha Iten. Wewe ukifika Eldoret, panda gari mpaka Iten, enda tafuta mama yangu, mwambie tutafukuzwa. Hata nilijua hana hiyo fedha, lakini dhoruba ikija, simama kwa Bwana. Ukisimama kwa marafiki, wengine watakusengenya. Ukisimama kwa mganga kazi yake ni kupunguza tu pesa ya watu. Lakini shida unabakia nayo ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa, hata milele. Kwa sababu ukisimama na huyo utadanganywa. Hata ukisimama na mwanasiasa atakudanganya. Lakini dhoruba ikija, hata tufani, simama. Nikaomba. Yeye akaenda, mimi nikaomba. Jumapili nilikuwa nimeitwa kuhubiri kwa kanisa ya PC. Lakini kwa sababu mimi ni Muanglikana nikapitia kwa kanisa la Kianglikana. Wazee walipokuwa kwa vestry wanataka kuomba, nikasema hata mimi niombe. Wakaniambia, shida yako ni gani mtumishi wa Mungu? Unataka kuoa ndio uombewe? Nikasema hapana, hata sijafikiri kuoa. Wakaniambia, wewe unataka kuombewe juu ya nini? Nikaambia sitaki kuambia. Wakati mwingi ukiambianga shida watu wanakupiga kiraka mpaka unakuwa mama kiraka. Yaani wanaeneza. Ukiambia mwanadamu shida, anakuongezea shida. Lakini wakanikaza mpaka nikasema wacha niwaambie, nisipopata shilingi 5,700 kesho sisomi, ninarudi nyumbani. Wakati mwingine unaona shida ambayo uko nayo unafikiri ni kubwa, na unaanguka, unasahau uko na Mungu ambaye ni mkubwa kushinda shida zote ambazo unapitia. Kwa hivyo nikaachana na wao na mimi nikaenda kwa kanisa ya PC. Nilipohubiri nikapatiwa shilingi 200. Baada ya kukumbuka kulipa school fees, nikaenda kwa hoteli kukula. Unajua kazi ya padri ni mbili, kuzungumza na kukula. Hata Thursday nikiwatembelea nitazungumza, yaani alumni nitaongea, na baada ya kuongea nitakula. Yaani na baada ya kula nitaenda. Kwa hivyo nikaenda kukula. Nilipofika shule nikapata chakula kingine nikakula, ndio nina ujuzi ya passion. Naweza kula hapa na hapa na hapa. Ni ile tu siwatangazi saa yenye nitafika, mtashtukia nimefika na nimeenda. Lakini bure nikiwaambia ni saa fulani watu watajipanga. Kwa hivyo nilipokuwa nikikula nikaona mtu mwenye mtuma. Ukiona umetuma mtu na akimbie, unafikiri saa zingine alipata ripoti mbaya.
Yeye akakimbia na akaniambia, Jesus, ulinituma kutafuta mama yako sikumpata. Nikasema basi alipata ndugu yangu Dan na mwenye anaitwa Emi, dada yangu aliyeitwa na Mungu. Nikasema huyu jamaa ametupa mpao. Na randa wanasema. Mimi sikupata ndugu, nilipata baba yako. Naye ni mtu wa kipekee. Hata anijui na akaamua kunipatia shilingi 5,000. Nilikuwa nahitaji 5,700. Dhoruba kwa maisha yangu. Yo asubuhi nilikuwa nasoma nikasema Mungu ni mwema, sitafukuzwa tena. Amen. Nikaona mchungaji mmoja alikuwa miaka 44 na mimi nilikuwa na miaka 17. Tulikuwa darasa moja. Nikaona akakuja anaitwa Reverend Mutai, akaniambia mchungaji unaitwa na Archdeacon. Archdeacon alikuwa mtu mkubwa sana. Nikakimbia nikaenda kutana na Archdeacon anaitwa Isaac Koicha. Akaniambia mchungaji, watu wa kanisa wanasema wewe unatubariki sana na neno. Na kwa hivyo wameamua kukupatia shilingi 2,000 kulipia school. Nilikuwa nahitaji 5,700, nimepata 7,000. Baadaye jioni mama akatuma message kwa EMS Post. Akasema baba yako alisahau kukutumia 700. Mimi nakutumia 700. Wewe wakati kuko na dhoruba, simama kwa Mungu na kusimama. Ukiangalia mwingine utaendelea kutamba, utaendelea kukosa. Hata ukiangalia mangulieji ama mtu mwingine bado utakosa. Mimi nasema simama kwa Bwana. Kuna mama mmoja, kuna mtu alikuwa dhoruba kwake anamsinya. Unajua watu ambao wanakusinya. Ndio wazee ndio wanasinya kama hapo mama. Yaani mtu anakusinya hata haja kuongelesha amekusinya. Ulikuwa na mzee mwingine alikuwa amesinya huyu mama, yaani kila wakati hapo kwake na ana time wakati wa chakula. Basi huyu mama akasema niko na solution, nitawekea hii sumu. Alotile yani aende. Akapika mandazi. Huyo mzee alikuwa anapenda mandazi. Alikuwa mtu mwenda sana. Akapika mandazi special. Ndani akaweka sumu. Yeye dhoruba na tufani ilipokuja, yeye badala ya kusimama kwa Bwana na kuomba Mungu akuze roho yake asikuwe akisinyika, ama huyu mtu abadilishe tabia, akaanguka kwa majaribu ya kutaka kuua. Na huyo mzee alipofika